lakini kwa Watanzania ni masikitiko kwetu sisi. Masikitiko kwenu nyinyi. Young Africans anaokota alama moja akiwa katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Al Ahly. Tuzitazame kwanza dakika zote 90 za mchezo. Zilikuwa za aina gani kabla tujaja kuzungumzia baadhi ya matokeo yaliyojitokeza kwenye huo mchezo? Zilikuwa dakika 90 nzuri sana kwa upande wa timu zote mbili kwa sababu mechi ilikuwa imebalance. Sikuiona Al Ahly ile ambayo muda mwingi inaweza ikakusaka kutafuta matokeo ya ushindi. Lengo lao nafikiri leo lilikuwa ni moja tu. Walikuja kwa ajili ya kutafuta angalau sare. Subira vizuri Walikuwa wanacheza kwenye gia muda mwingi mwa mchezo. Nilikuwa namwangalia mwalimu Jesse Thurap kwenye eneo la system ya kiuchezaji alikuwa anazuia na 4-3-3 lakini 4-3-3 yake alikuwa anakabia kuanzia eneo la katikati mwa uwanja kuja huku chini. Lakini hata kwenye kufanya build up alikuwa anafanya build up from the back. In Africans walikuwa hawaendi kutia pressure sana kwenye lango la timu ya Al Ahly. Lakini bado walikuwa hawalazimishi makosa Al Ahly either kujichanganya wakapoteza mipira kirahisi In Africans ili waweze kufanya turnovers. Hicho kitu kiukweli mimi sikukiona. Walikuwa wamerelax sana Al Ahly wakiwa wanafanya build up kutokea nyuma, wakiwa wanajaribu kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni mwa uwanja ambapo alikuwa anacheza Tahir Mohamed, lakini kushoto pia alikuwa anacheza Mahmoud Trezeguet. Ninaona zaidi wakiwa wanapitia kule pembeni. Leo walikuwa wanamkosa Imam Ashur. Mtu ambaye alikuwa anahudumu kwenye lile eneo la nyuma ya mshambuliaji, bana mdogo Marwan Othman, alikuwa ni Ahmed Zizu. Ndio alikuwa anacheza kwenye lile eneo. Bado na yeye hakuwa na madhara yale ambayo tuliyaona aliyasababisha Imam Ashur kwenye mechi iliyopita. Kwa ulikuwa unaiona Al Ahly zaidi ikiwa inajaribu kucheza kwenye gia na kuja kutafuta sare kwa sababu wao sare inawanufaisha kwa sababu wao wanapata alama 8. Africans anafikisha alama 5. Lakini wana mechi moja nyumbani na wana mechi nyingine wapi? Ugenini. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni faida, wakifikisha alama 11 wametoboa. Lakini kwa Africans pia performance ya leo haikuwa nzuri sana wala haikuwa mbaya sana. Ilikuwa katikati. Yaani haikuwa wow. Unajua ili wafunge Al Ahly ni lazima uwe na performance bora kupindukia. Ukiwa na performance ya kawaida uwafunge Al Ahly. Walianza vizuri sana in Africans kwa nidhamu kubwa sana, wakiwa na utulivu wa hali ya juu. Ndio maana mwalimu aliamua kucheza na mabeki 4 wenye asili ya kucheza katikati. Mabeki 3 wenye asili ya kucheza katikati. Alafu beki mmoja ndio alikuwa fullback. Lakini kuna muda alikuwa anajaribu kutumia wingback. Kwa maana ya kwamba kuna muda alikuwa anamtumia bwana mdogo Alan Okello ama Max Nzengeli kucheza kama wingback wa kulia. Sibula vizuri. Leo Israel Patrick Mwenda, Atola Kwasiao, Kibwana Shomari walianzia wapi? Walianzia benchi. Lengo na madhumuni ni kutengeneza compactness kwenye eneo la ulinzi. Lakini juu yao alikuwa Mohamed Damaro Kamara ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kuilinda hii back 4 na kutokufanya makosa mengi ambayo yangeweza kuigharimu in Africans. Hilo alilifanya kwa ufanisi mkubwa sana Mohamed Damaro Kamara. Leo alikuwa katika kiwango bora. Bato yake na mtu kama Aliou Dieng ilikuwa kubwa sana. Alikuwa ampi hiyo chance ya kuweza kuidrive Al Ahly kuja kufika kwenye lango la in Africans kirahisi na kuleta madhara. Alikuwa atoi hiyo room ya kufanya link up kati ya Ahmed Zizu ama kile kiungo cha ushambuliaji na wakina Aliou Dieng ama Marwan Atia kwa ajili ya kuidhuru ya Africans. Kwa leo Mohamed Damaro Kamara alifanya wanasema majukumu yake kwa usahihi sana. Lakini shida ambayo niliyoiona mimi, ukiacha kiwango cha Pacome Zouzoua ambaye leo angalau alikuwa na drive team kwenda mbele. Yeye peke yake kuna muda alikuwa anaichukua ile safu ya ulinzi ya Al Ahly, anaingia nayo, anajaribu kupiga mipira ya hatari. Akawa anajaribu hata kupiga lakini bado ilikuwa ni ngumu. Ukiacha hivyo, bado sikuona performance nzuri kwa wachezaji wote ambao walioanza. Duke Abuya, ukiacha shooter aliyopiga Alan Okello, bado leo hakuwa na madhara sana. Lakini pili, angalau Depo alikuwa anafanya link up play. Kilichonishangaza sijui mwalimu nini alichokifanya kwenda kumuingiza mtu kama Prince Dube. Subira vizuri, naamini kuna sababu nyingine angeifanya
ingekuwa ni bora zaidi kuliko kumtoa Depo ambaye kuna muda alikuwa anawashughulisha sana bwana mdogo Marey pamoja na Yasser El Anef ambaye baadaye alikuja akaumia. Sijui kwa nini alifanya vile. Kwa hiyo ukifanya tathmini ya mchezo mzima kiufundi, unagundua kabisa kwamba Young Africans leo hii hawakucheza vizuri sana wala hawakucheza vibaya sana, haswa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo kwangu mimi lilipaswa leo kuwa bora zaidi, kwa sababu Young Africans walikuwa wanazihitaji hizo alama tatu kwa udi na uvumba. Hata aina ya goli walilopata Young Africans leo hii alikuwa kwenye open play, yani tuwafungue Al Ahly kwa ubora alikuwa nao, labda Pacome, labda Alan Okello, labda Depu, labda bwana mdogo Nandi Duke Abuya, Max Nzengeli. Ilikuwa goli walilopata Young Africans lilitengenezwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Ile faulo walioipata Young Africans na kufunga lile goli, lile lilikuwa ni kwenye kiwanja cha nini, cha mazoezi, lakini sio kwenye open play ambapo unasema Young Africans leo unaona kabisa wana matamanio kuweza kupata au wana matamanio kuweza kupata ushindi. Unajua ile duo dai ilipaswa kuonekana leo kwamba Young Africans lazima wapushi mashambulizi ili kuweza kupata nini, kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu mimi nisingeshangaa Young Africans kufungwa na Al Ahly. Usingeshangaa kwa sababu naamini Al Ahly ni bora kuliko Young Africans. Ila ingekuwa ni surprise kwangu na ingekuwa ni furaha zaidi kwangu Young Africans kama angeweza leo kumshughulisha Al Ahly ipasavyo na kuweza kumfunga. Sio mbaya. Wampata alama moja Young Africans, sio mbaya. Lakini bado haiwaweki kwenye mazingira mazuri ya kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. Klabu bingwa barani Afrika ina maana kuna hatihati ya kuzikosa timu zote mbili kwenye hatua ya robo finali. Kwangu mimi imeniuma. Jana tulivyozungumza, kuna aina ya kikosi ambacho ulikitaja ukasema kama kocha akiamua kuingia na hicho kikosi basi Ahly achomoki. Tuzungumzie kikosi ambacho alikichagua kukianzisha kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves. Kilikuwa na mapungufu ya aina gani kikosi cha kwanza? Binafsi kwanza mimi nisingeanza na Alan Okello. Mimi nisingeanza na Alan Okello. Starboy. Mimi nisingeanza naye. Kwenye ile front 3 mimi ningeanza na Pacome Zouzoua, Depu na Max Nzengeli kulingana na mahitaji ya mechi. Kwa nini hao watu watatu? Hao watu watatu wote wana energy, lakini kama haitoshi, hao watu watatu wana uwezo kukokota mpira, alafu ni ngumu kuweza kuwanyang'anya mpira, na wana hatari sana wanapofika kwenye box la timu pinzani. Watu watatu. Kwenye eneo la kiungo nilikwambia anapaswa kucheza Mohamed Damaro Kamara na Duke Abuya, kwa sababu Duke Abuya ana uwezo wa kuidrive timu kwenda kwa wapinzani, yani ana huo uwezo. Afu Mohamed Damaro Kamara sote tumeshuhudia leo performance yake kwenye kuilinda ile back four. Hakuna mtu ambaye amedoubt. Sibla vizuri. Alafu wale ma wing back mimi ningeweka watu ambao wana uwezo wa kwenda kushambulia. Yani mimi kiukweli nisingeriski kwenda na Dickson Job kwa sababu ya kuzuia, kwa sababu labda nipate alama moja. Ni mimi lakini. Na jana ulimweka bench. Weka bench. Ule upande wa kulia kama asingecheza Max Nzengeli kama wing back, ule upande mimi naamini kati ya Tola Kwasi yao ama Israel Patrick Mwenda alikuwa anafaa kucheza ule upande. Wangewashughulisha sana Mohamed Trezeguet pamoja na Ahmed Nabil Kuka ule upande. Alafu upande huu wa kulia kuliko kuanza na Shadrack Kiboka ambaye muda mwingi sana end product yake inaonekana kuwa ya kawaida. Kwangu mimi end product ya Shadrack Kiboka ni ya kawaida. Ningeanza na Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Kwa sababu kumbukeni, hii ni mechi ambayo Young Africans alipaswa kufanya nini? Kushinda. Sasa hivi na wenyewe wamekaa wanaanza kuiombea mabaya Farabat ama JS Kabylie. Wakati kila kitu kiko kwenye mahakama yako, ulishindwa kuperform. Ila baada ya kupata sare, sasa hivi unaanza kuiombea Farabat na nani? Na JS Kabylie. Al Ahly anafungika. Ila unapaswa kujipanga. Unajipanga vipi? Yaani inabidi surprise. Umeona kama vile Young Africans waliwahi kupata goli mapema. Baada ya kupata goli, na maana kama Young Africans wangekuwa na hao watu wa kushambulia mara kwa mara, walikuwa na uwezo kuwafunga. Baada ya kupata goli, kuna eneo unaweza ukaweka break. Bora mtu uwe. Lakini pili, kwa nini mimi nilikuwa nataka aanze Frank Yansiki, Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamieto? Kwa sababu ya aerial balls.
Salome, timu zetu zote kuanzia timu ya taifa, klabu, subira vizuri, zote hizo timu, zote hizo, trust me, mipira ya juu, aerial balls, mipira ya juu hawawezi kuicheza. Hata goli walofungwa Young Africans leo hii limetokana na fouls, mpira wa juu umerudi second balls, wakatufunga goli. Subira vizuri. Kwa maana kwamba sisi wa Tanzania crosses huwa ni ngumu sana kuzicheza. Kwa ukiwa na watu warefu wawili, commitment yao ni kubwa, watatu commitment yao ni kubwa, uwezo mkubwa sana wa kiufundi, wana uwezo wa kucheza vizuri sana. Sio kwamba leo hawajacheza vizuri wakina Dickson Jobu, wakina Bakari Ndo Mwamnyeto, wakina Ibrahim, sio kwamba hawajacheza vizuri. Wamecheza vizuri sana. Sio vizuri. Lakini kwangu mimi naamini wangeanza hao pia wangetoa performance bora sana. Ila mimi sikuamini kama Young Africans leo hii wanapaswa kucheza kwenye break kulingana na uhitaji wa matokeo. Walipaswa kucheza kwa sababu sasa hivi zitaanza hesabu za anado calculate. Sasa hivi sababu wakati walikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa sababu ukiitoa Azam FC, timu nyingine ambayo ina nafasi nzuri ya kwenda kwenye hatua ya robo finali Young Africans. Kwa lazima sisi kama Watanzania tuiangalie kwa ukaribu Young Africans na kuiombea mema, kwa sababu tutakuwa hatuna timu zozote kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika endapo kama Simba na Yanga wakifanya nini? Wakitoka. Mimi lazima niumie. Dakika 45 za kwanza Young Africans akiwa na uongozi, 45 za pili wanaruhusu goli. Lile goli kila mmoja anazungumza la kwake. Makosa yalikuwa ya aina gani? Nani alisababisha makosa hadi Young Africans kuruhusu lile goli? Yale makosa ni ya timu nzima. Second balls kila mtu anahusika. Ule mpira ulikuwa ni wa kona. Umedondoka mpira katikati ya watu. Ni kama vile walivyofungwa Al Ahly. Na wenyewe pia wataenda kujilaumu kwa makosa waliyofanya. Timu nzima Young Africans wanapaswa kuhukumiwa kwenye kosa ambalo Al Ahly walikuja ku-equalize lile goli. Kwa sababu mpira ulidondoka kwenye box wakiwa watu wengi ambao walikuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kuokoa. Na wengine wakiwa wamekaa kwenye box, kwa sababu Aludi yeye ilibidi atafute yengo, mpira kidogo utoke nje unaenda kuunga mwamba ukarudi. Ina maana walikuwa wengi pale, kwa hiyo walikuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kuokoa. Kwa hiyo timu nzima walishindwa kureact kwenye second ball. Baada ya kona ambayo kiuhalisia walicheza, walijaribu kucheza, na ndio mipira ambayo nimesema inakuwa inatuumiza sana wa Tanzania. Kona, fouls, crossi zinatuumiza sana. Second balls zile huwa tunashindwa sana kuziondoa, ama kucheza mpira ya vichwa inatusumbua mno. Kwa hiyo wote wale waliokuwa pale kwenye ile box walihusika, sio kumtupia lawama mchezaji mmoja mmoja. Hiyo kwangu mimi nakataa. Majina ya wachezaji ambao walikuwa wanatazamiwa kwenda leo kuonyesha kitu gani hasa kimewafanya Young Africans kuwasajili ni pamoja na Depp Alan Okello, pamoja na Mohamed Damaro Kamara. Tuzungumzie performance za wachezaji kwa sababu wote tunaamini usajili wa Young Africans ulibezi sana kwenye michuano ya kimataifa. Ukiacha shuti alilopiga Alan Okello akacheza Mustafa Shober, leo hakuwa na mechi nzuri. Leo hajacheza vizuri, leo kacheza vibaya. Mchezaji ambaye ameperform kwa kiwango kikubwa kwa wachezaji watatu ambao leo wameanza wamesajiliwa na Young Africans, ambaye ni performance bora zaidi leo ni Mohamed Damaro Kamara. Hivi unafahamu kwamba Mohamed Damaro Kamara leo ndio imekuwa mechi yake sijui ya kwanza ya pili kutoka bila kuruhusu kadi ya njano. Leo Mohamed Damaro Kamara, mimi nimemfuatilia akiwa Singida, akiwa sijui wapi. Mohamed Damaro Kamara akitoka bila kupigwa kadi ya njano, siku hiyo mnamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo dhidi ya Al Ahly, mechi ngumu, amekutana na viungo bora Marwan Yati hapa Aliou Dieng, lakini bado amemudu kutoka bila kupigwa kadi ya njano. Kwangu mimi leo alikuwa na mechi bora sana Mohamed Damaro Kamara. Kiukweli, Young Africans wamekosa tu matokeo ya ushindi, ila alistahili kuwa man of the match. Amelinda ile back 4, back 3 kuna muda vizuri mno. Amefanya kazi chafu sana mwanaume yule pale. Subiri kuna muda Aliou Dieng mpaka kama amechoka mwenye. Sema hichi chuma hichi. Hichi chuma mbona hatari hichi. Subiri vizuri. So leo alikuwa na performance bora sana. Kwa Depp huwezi kumlaumu moja kwa moja kwa sababu Young Africans walikuwa wanacheza kwenye gia kwa muda mrefu. Ndio maana nikasema leo sikuona kama Young Africans wameperform kwa kiwango hicho, kwa sababu walikuwa hawaruhusu mipira mingi kwenda kwenye boxi kuwashambulia Al Ahly, mipira mingi kumfikia Depp. Kwa hiyo hakuwa na performance nzuri sana, kwa sababu bado mipira mingi ambayo angehusika nayo moja kwa moja
kupata sifa zetu sisi labda wachambuzi, mashabiki, hakuipata kwenye box. Kwa hiyo alikuwa na performance ya wastani peke yake. Mohamed Amaro Kamara, salute. Ukiachana hao maingizo mapya, wachezaji wengine ambao walipata nafasi, Pacome Zouzoua ambao kidogo waligusia na performance yake. Hebu tumzungumzie Pacome. Wow, Pacome. Kwenye meza ambayo nimeiandaa mimi ya kahawa, kuna Faisal Salum Feitoto Abdallah, kuna Stephen Aziz Ki, Mwamba Lusaka Chama. Hii meza ni ya watu watatu niliandaa ya kahawa: Chama, Mwamba Lusaka, Faisal Salum Feitoto Abdallah, Pacome akiwa amesimama, Aziz Ki, alafu Pacome akiwa amesimama. Nani ampishe? Mimi namchomoa Aziz Ki rasmi, namweka Pacome Zouzoua kwamba ndio starman wa timu ambaye anaweza akakupa kila kitu bora.